Yes. Yohana Mweranda igice cha 16 umurongo wa 13. Yohana mtakatifu sura ya 16 aya 13, watusomee kwa lugha ya taifa hapo. Yohana Mweranda 16 umurongo wa 13 adusomere mu Kirundi. Nasoma kwa lugha ya Kiswahili. Tunasoma Kiswahili. Yohana mtakatifu sura ya 16 aya 13. Yohana Mweranda igice cha 16 umurongo wa 13. Neno linasema, jambo linavuga ngo, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashimwe. Neno la Bwana linasema, ijambo ry'Uhoraho riravuga, huyu ni Yesu anasema. uwo ni Yesu avuga. Kiangalia juu anasema, ingeliwafaa ninyi mimi niondoke. Usomye hejuru aravuga ati byari bikwiye ko jewe ngenda, kwa sababu nisipokwenda hatokuja huyo msaidizi. kuko ntagiye uwo mufasha ntari buzi, huyo Roho wa kweli, uyo mpwemu ukuri. Tinaye huyo Roho wa kweli, ati kandi uwo mpwemu ukuri, huyo Roho wa kweli atakapokuja, atariko uwo mpwemu ukuri niyaza, atakapokuja atawaongoza awatie kwenye kweli yote. azobarongora abashitse kukuri kose. Hao wenye ataongoza awatie kwenye kweli yote ni wanani? Abo ni bande azorongora kugira ngo abashitse kuri uko kuri kose. Wanani ambaye ataongoza awatie kwenye kweli yote? Ni bande azorongora kugira ngo abashitse mu kumenya ukuri kose. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kama ni wote, nimba ari bose, mbona sasa vurugu ziko? Ko hari ukutumvikana. Kama ni wote, nimba ari bose, mbona vurugu ziko? Ko hakira kajagari. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Lakini sikia leo, usikie sana kuliko siku zote. Ariko nagomba yuko no munsi wumviriza cyane gusumba indi. Maana wengi sasa hivi wanafikiri kila wanakoona msalaba mbele wanafikiri ni kanisa. Kuko benshi bibaza yuko iyo babonye umusaraba ngaho imbere bibaca babona ko ari shengero. Wengine wanaona kila mwenye kuvaa koti na tai wanasema huyo ni mchungaji. Abandi bakabona ati uyu muntu ko yambaye ikoti ni karuvati ngo numunge. Lakini nataka uelewe, wengine wanaweza kumuona na koti na kravati kumbe ni mtumishi wa hoteli. Ariko nashaka yuko utahura, ushobora kubona umuntu yambaye ikoti ni karuvati ariko ari umukozi akora muri hoteli. Unaweza kumuona amevaa koti na amevaa suti na kravati ukafikiria ni mtumishi wa Bwana, kumbe ni mtumishi anatumika ndani ya ndege. Ushobora kubona uwambaye ikoti ni karuvati wibaza yuko ari umukozi wa Yesu, kumugasanga no umukozi wo mu ndege. Unaweza kumuona amevaa suti, amevaa na tai, ukamfikiria kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana, kumbe ni mtumishi wa ofisini. Wakati mwingine anazoa hata makaratasi mbele ya mlango akifagia. Wewe huna habari. Wewe ushobora kwibaza yuko ukabona umuntu yambaye ikaruvati ni koti, ukibaza ko ari umukozi wa Yesu kumbe akorera mu biro kana. Wengine mtaona kwenye mitandao anafanana na mtumishi wa Bwana, lakini kumbe sio wenyewe. Abandi muzobona ku rubuga ngurukana bumenyi wambaye neza ikoti ni karuvati wibaza ko ari umukozi wa Yesu ariko siko biri. Lakini sikia nikwambie, ariko umviriza ndakubarira yatakayo kusaidia, ibiri bugufasha wale ambao Bwana amesema, abo Yesu yavuze, ambayo Yesu amesema, abo Yesu atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Abo Yesu ariko aravuga yuko ari barongore ni wanani? Nataka uelewe. Abashire mukuri kose ni bande? Wale atakao waongoza awatie kwenye kweli yote. Abo Yesu ari burongore ni wale waliochaguliwa. Shire mukuri kose ni bajya batoranijwe. Ni wale yeye alichagua. Ni bajya we yachaguye ili awatie kwenye kweli yote, kugira ngo abashire mu kumenya ukuri kose. Makusudi ya kuwatia kwenye kweli yote, intumbero yo gutuma bamenya ukuri kose, ni ili walishe kondoo zake, nukugira ngo bagaburire intama ziwe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ndio utampata anamwambia Petro, Usanga abarika barira Petero. Anamwambia, je, Petro wewe wanipenda kuliko hawa? Ati mbega Petero urankunda gusumba ba?
Petro akasema ndiyo Bwana. Petero avuga ati ego mwami. Ndipo akamwambia, niho yaciye amubarira, lisha kondoo zangu. ati gaburira intama zanjye. Walikuwa wote pamoja, bari hamwe lakini neema zilitofautiana. Ariko ubuntu bwari butandukanye. Walikuwepo wote, bari hamwe bose, lakini neema ilitofautiana. Ariko ubuntu buba butandukanye. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Anamwambia lisha kondoo zangu. Aravuga ati ahura umukuku wanje. Ndio maana nitakushauri. Nico gituma ndi buguhanura. Ogopa mtu yote yule unayesikia au naona amechaguliwa. Atinya umuntu wari we wese yatoranijwe. Ogopa huyo. Tinyi umuntu. Sikia mwenda mbinguni. Umviriza uja. Kama kuna wakuogopa, ogopa aliyechaguliwa. Nimba harabo gutinya, tinya abatoranyijwe. Unaweza kusafirishwa kabla ya muda wako. Ushobora kurengana imbere igihe itarashika. Kabla ya wakati wako unaweza kusafirishwa. Ukagenda ugataha umwanya wa utarashika. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ni hao Bwana alienda anasema ziko ahadi nyingi lakini sio za wote. Na umwami yagira avuga ati hariho ibyasezeranye byinshi ariko si byabo. Sio ya wote. Si byabo. Yani kila mmoja anafikiria ni yake, kila mmoja anafikiria ni yake. Umwe wese akiyumvira ngo ni vyiwe. Wewe utaipata ukiinyonya kutoka kwa mwingine. Wewe uri ubironke ubikuye ku wundi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia kusema. Ndasuye mukandi. Sikiliza. Umviriza. Wanaoongozwa ili watiwe kwenye kweli yote. Abarongorwa kugira ngo bamenye ukuri ni wale waliochaguliwa. Ni baje batoranyijwe. Makusudi walichaguliwa intumbero yo gutora ili Yesu afikishe kwenye kweli yote. Kugira ngo Yesu bashitse kwenye kuri kose. Kuwafikisha kwenye kweli yote. Amaze kubashitsa kwenye kuri kose. Makusudi intumbero ni ili wasaidie wengine sasa. Ni kugira ngo bafashe abandi. Ili wawatoe mahala walipo kugira ngo kuwatia kwenye kweli. Aho bari babashire mu kumenya ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu asifiwe. Ni ili wawasaidie wengine. Nukugira ngo bafashe yeye ameisha tengenezwa. We yamaze kuhinguka. Ameitwa kwanza. Yamaze kuhamagagwa. Kisha akatengenezwa. Hanyuma arahinguka. Alafu akasogezwa. Akafikishwa kwenye kweli yote. Akigizwa imbere kugira ngo amenye ukuri kose. Makusudi kuwafikisha kwenye kweli yote. Intumbero yo kubashikana mu kumenya ukuri kose. Ni ili ni kugira ngo aweze kukusaidia na wewe kugira ngo ashobore unyonye kutoka kwake. Kugufasha nawe uronke imukomokako. Ukijikata na huyo noneho witandukanye nuyo utajishangaa unabaki mtupu. Uzokwitangara wisanze atachufise. Hauna lolote. Hachufise. Na mimi nimeokoka. Kwani Yesu alisema njoni nyote kwangu. Utabaki na hayo maneno. Ivyo nivyo uzosigarana gusa. Biblia ya kiroho ni kitu kingine. Biblia yo mu byo mpwemu ni kindi kintu. Ni kitu kingine. Ni kindi kintu. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Utampata Petro huyu. Noneho uri busange Petero. Ni jambo la kushangaza. Ni kitangaje. Ni jambo la kushangaza. Ni kitangaje. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Lakini narudia ili usisahau hilo neno. Ariko reka nsubiremo iki kintu kibagire. Narudi kukuambia, ogopa yeyote unayesikia umeona amechaguliwa na Yesu Kristo. Tinya uwari wo wese wumva ko yachaguwe canke yatoranijwe na Yesu Kristo. Ukisikia mwenye alichaguliwa na Yesu Kristo, umvise umuntu wese yatoranijwe na Yesu Kristo, ogopa. Tinya. Kisha unaangalia hanyuma alichaguliwa kwa nini? Hanyuma ukitegereza ati mbega yatoranyijwe kubera iki? Maana hata Yuda alichaguliwa. Kuko na Yuda yari yaratoranijwe, lakini kwa sababu ya kumuuza. Ariko kubw'intumbero yo kumugurisha. Sasa angalia. Rero huyu alichaguliwa kwa malengo gani? Rero witegereze mbeti uyu yatoranijwe kubw'intumbero. Ndio maana kabla ya wakati walioambiwa ya kwamba nico gituma nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Nico gituma imbere y'igihe babwiye ati nzobagira kuba abarovyi b'abantu. Kwa hiyo fanya bidii kubw'ivyo kora ibishoboka ya kusikia na kushika neno kandi watakalo likwambia bari kubukubwira na ulitendee kazi kandi ulikorereko ili upate uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kugira ngo wumve agahengwe canke iza rya mpwemu yera. Upate uvuvio wa Roho Mtakatifu. Wumve mpwemu yera yuko ari muri wewe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa sababu
kuko uvuvio wa Roho Mtakatifu kuza kwa Mpwemu Yera hauji kienyeji. nifa kuza gusa. Usifikiri tu hivi tu utavipata. Ntiwibaze yuko ushobora kuronka Mpwemu Yera. Vitu vinatoka ndani ya mtu binenda ndani ya mwingine hivyo afu vinasamba. Hari ibintu biva mu muntu bigena handi vina chanzo. Hanyuma bifise intango inkomoko. Kiangalia utamuona Nuhu. Vilikuwa ndani ya Nuhu kisha vikasambaa ndani ya wanawe. Urabona Noa vyari muri we hanyuma bifata mu bana ba. Vilikuwa ndani ya Ibrahim. Vyari muri Ibrahim vilikuwa ndani yake vikasambaa. Muri Ibrahimu vyari muri we noneho bigenda bifata kurunganwa Isaka Yakobo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo wakati utakapopata neema kupata huyo uvuvio, kubw'ivyo niwagirirwa ibakwe ryo kuronka Mpwemu Yera bitakusaidia, bizogufasha. Maana kwa sasa kuna changamoto nyingi sana. Kuko ubunye hari ibintu bizazanye cyane. Nataka usikie sana. Shaka wumve cyane. Siku za leo kuna changamoto nyingi sana. Muri iki gihe no kuri hari ibintu bizazanye. Hasa kwenye mitandao. Na cyane cyane utasikia huyu anasema hivi. Kurubuga ngurukana hivi. Naho wumva umwe yivugira ivyo yishaki. Sasa utachanganyikiwa usinde kujua kweli iko wapi. Nutamenya ati mbega ukuri kuri hehe. Kweli iko wapi? Ukuri kuri hehe. Kulingana na hizo changamoto nyingi ambazo ziko duniani. Niko kuzazanira kuri mwisi. Lakini nataka uelewe. Ariko shaka yukutahura. Wako ambao Bwana amechagua. Hari abo Yesu yatoranije. Na wako ambao Ibilisi naye amechagua kwa ajili ya malengo ya kumfanyia kazi. Kandi ku ruhande rundi hariho abo Satani yatoranije kugira ngo bamufashe mu bikorwa. Na uelewe tangu nyakati za Musa. Kandi utahure kuva mu gihe cha Mose wanadamu walikuwa hivyo hivyo. Abana abantu bari bamesuko. Wakati wa Musa walikuwa wenye kupinga, walikuwepo. Mu gihe cha Mose harira canke abagwanya Mose bariho. Wenye kukataa neno la Bwana. Abanka ijambo ry'Uhoraho bariho. Wana huzuni. Nukuri mtu anakuwa na huzuni, manunguniko. Bakidodomba bakababara, bagashavura. Walikuwepo toka wakati huo. Ico gihe cyose bari bahari. Na ni hao Bwana alimwambia Musa. Kandi nabo Uhoraho yabariye Mose. Anaambia Musa, kaa kando wewe. Aravuga ati Mose wewe ja ku ruhande. Maana nilikuchagua. Kuko naragutoranyije. Alafu hawa watu Mizali hawaniamini. Ariko abantu ko batanyizera ndabahonye bose. Kisha wewe nitakufanya kuwa taifa kubwa. Hanyuma wewe nzoguhindura ube ihanga rikomeye. Musa akasema no. Mose aravuga ati oya. Hapana Bwana. Oya mwana. Sikubali. Oya ntavyo nemeye. Kama unaona hivyo. Nimbu ari kubona. Ndio unataka kufanya. Basi mimi nivute kwenye kitabu chako. Jewe nkura mu gitabo cy'ubugingo. Bwana akasema no, huyu ni mchaguliwa, siwezi. Umwami aravuga ati oya ntavyo nokora unaramutora. Akamsikiliza Musa. Noneho yumviza Mose. Akafanya yenye Musa anataka. Akora ivyo Mose. Lakini kwa sababu yeye ni Mungu. Ariko na amesha wachunguza ni wana manunguniko. Kandi yamaze kuitega sanga bafite imyidodombo mu mitima yao. Wana manunguniko. Bafite imyidodombo. Ndani mwao wana mahuzuni. Muri bo bafite imibabaro. Nitaenda na wamaliza polepole. Nzogenda ndabahonya buhoro buhoro. Akawazungusha jangwani miaka mingi ili waishie jangwani wote. Abazungurutsa mugaragwa imyaka myinshi kugira ngo bahonere mu rugo bwabo. Ili waishie jangwani. Kugira ngo bahonere mu rugo bwabo. Na kweli walishia jangwani. Kandi nivyo ubwo watoto na wajukuu ndo waliofika. Baguyemwo abana n'abuzukuru. Ndo waliofika tu. Nibo bashitse. Wengine wale wote wenye kunungunika, wenye kuhuzunika, wote wale hawakufika. Bose baguye mu bugaragwa. Sasa wewe uko katika kundi lipi? Wewe mbega uri mu ruhande kwenye kundi la kunungunikia neno la Bwana? Uri mu ruhande go kushavura ijambo ry'Uhoraho? Uko kwenye kundi la kuhuzunikia yale uliyoambiwa na mtumishi wa Bwana? Uri mu ruhande go kubabara kuvyo wabwiwe n'umukozi wa Yesu? Wewe uko upande gani? Mbega wewe uri mu ruhande nyabaki? Wakati wa Musa yalianza ni zamani, sio leo. Igihe Mose niho vyatangwe, si vyuno Musa. Sio leo, yalianza zamani. Vyatanguye kera. Hata wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo. N'igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo. Nataka uelewe na wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo. Shaka yuko bitahura n'igihe cy'umwami wacu Yesu. Wengi walimkaidi. Benshi baramwihakanya. Wakamkaidi. Baramwansa. Sana tu. Cyane gose. Na wengine wakamdharau. Abandi baramukengera. Sana. Cyane.
haikuwa kawaida. Ntivyari vyoroshe. Imagine Mungu mzima, wewe wiyumvira Imana nzima, lakini wanamkaidi, barakamwanga, wengine wanamdharau, bakamukengera, wengine walimkebehi, abandi bakamushira ku ruhande, walikataa ukweli wa neno la Bwana, banse ukuri kw'ijambo ry'Uhoraho. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Kwa hiyo walianza zamani, kubw'ivyo vyatanguye kuva kera, na ndio maana wakati anawaambia, nico gituma igihe ababarira, nyinyi msipoula mwili wangu mwebwe na kunywa damu yangu, mwebwe ni mutaji mubiri wanjye n'amaraso nta bugingo mufise muri mwebwe. Akasema twendeni zetu. Aho gati twigire, twendeni twigire. Huyu anatuambia manake tumchinje, bisigura yuko tumukerera kama ng'ombe, nk'inka, tumkatekate viungo, tumucagagura ingingo zose, damu yake imwekie sehemu, tumle nyama yake, kugira ngo amaraso aseseke, turye inyama ziwe kandi tunywe n'amaraso yiwe. Ibyo ntibishoboka. Twende zetu. Twigire. Hawakuelewa ukweli wa neno, batahuye ukuri kw'ijambo. Yale waliyosikia hawakuyaelewa na hawakuyaamini. Ntabwo babimenye kandi ntabwo hawakulielewa na hawakuliamini. Ntabyo batahuye kandi ntabyo bizeye. Ndipo Biblia inasema, niho Biblia ivuga katika Isaya, muri Yesaya, usoma Isaya utayapata hayo. Niwasoma Yesaya urabibona. Nina imani ni sio mbali sana, Isaya sio mbali sana. Nafikiri tafuta hayo utayapata. Yamkini tuyazungumze yale ambayo tayari tumeshayaona. Ni ngombwa tuganire ivyo tumaze kubona. Inaweza kuwa bora zaidi. Nivyo byiza kusoma. Ni kitabu cha Isaya. Twiri muri Yesaya. Okay, ni Isaya sura ya kwanza. Yesaya igice ca mbere. Anasema kwenye aya ya 21. Aravuga ku murongo wa 21. Na itakusaidia sana, kandi uri bufashwe cyane. Yatakuwa faida kwako. Biri bube inyungu iwawe. Ni sura ya 6 aya yake ya 8 na ya 9. Ni igice ca gatandatu ku murongo kumradhi, tafadhali kumradhi. Ni sura ya 6 aya 8 na ya 9. Mumbabarire, ni igice ca gatandatu umurongo w'umunani n'uw'icenda. Anasema, kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema. Huyo ni Isaya. Numva ijwi ry'Umwami Imana rivuga, baada ya kupata neema, amaze kugirirwa ubuntu, ya neema, amaze kugirirwa ubuntu, Bwana akamtokea akapata neema. Uhoraho aramuyereka agirirwa ubuntu. Kumbuka tuliwaambia neema haiji bure. Mwibuke twarabari yuko ubuntu butakuza. Ukiona Bwana anakupa neema, butakuza ko gutyo gusa. Ubonye Yesu akugiriye ubuntu, maana yake ujue kuna kazi anaenda kukupa ambaye inaendana na hiyo neema. Hari igikorwa ugiye gukora kijanye n'ubwo buntu yakugiriye. Hakupi nayo bure. Ntakugirira ubuntu gusa. Sasa unakuta mtu anapata neema afa anataka kuichezesha. None ugasanga umuntu yagira ubuntu noneho akagomba kubukinisha. Mimi sitafanya hivi. Je, sindi bukora. Mimi sitaki. Je, ntacyo. Kataa ni kweli, chezesha hiyo neema. Nivyo ni wange sawa, utajishangaa. Ukinishe ubwo buntu ariko urashobora gutanga. Ikikutoka hiyo neema, ubwo buntu maze kuguvako, kuondokea, bumaze kuguvako, utajishangaa. Urashobora kwitanga. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Baada ya kuwa nasema katika mwaka ambao mfalme Uzia alipofariki, eti alimuona Bwana. Kwa hiyo akapata neema ya ufunuo wa kumuona Bwana. Kubw'ivyo agirwa ubuntu bwo kubona umwami inyuma y'itanga ry'umwami Uzia. Yani akapata kumuona Bwana akiwa kwenye kiti chake cha enzi. Agirwa ubuntu kubona umwami Imana ari ku giti ciwe c'inganje. Na haikuwa bure sasa. Kandi ntivyari imfa gusa. Ndiyo unasikia neno linasema, nico gituma wumva ijambo. Baada ile neema sasa, inyuma y'ubwo buntu rero, aya 8 anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Umurongo w'umunani umviriza bwa buntu. Umurongo w'umunani havuga ngo, numva ijwi ry'Umwami Imana rivuga riti, ndatuma nde? Nitume nani? Ndatuma nde? Aliyepewa neema tu ndo aliyeitika kutumwa. Wagiri ubuntu gusa niwe yemeye ko atumwa. Wakati Bwana anauliza ni mtume nani, manake walikuwa wengi wa kutumwa. Igihe Yesu yavuga ati ntume nde, bisigura yuko bari benshi. Lakini sikiliza,
anauliza, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Aravuga ati, ndatuma nde? Ninde yotugira? Ndipo niliposema, Maze mimi ndavuga, hapa, nitume mimi. ndi hano, ba arije utuma. Anaelewa neema aliyoipewa. Yesaya aratahura ubuntu yagiriwe. Nitume mimi. Ntuma jewe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ndipo anamwambia, Yaciye naye akaniambia, nenda ukawaambie watu hawa, ati genda, fululizeni kusikia lakini msifahamu, fululizeni kutazama lakini msione. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Anamwambia, nenda uambie maneno. Ati genda ubabarire amajambo. Wafululize kusikia, ati bagerageze kumva, lakini wasielewe. mugabo ntibatahure. Wasikie kabisa kabisa, bazokumva lakini wasielewe, ariko ntibatahure. Ndio jiulize, kama hauelewi, ujue yamkini uko naenda kwenye lengo lile lile la wale ambao Bwana anawafunga wasielewe. Nimba udatahura, umenye kuri muri rujya ruhande uko naenda, uko nateremka na bila kujua. Uragenda muri bajya Yesu yazija mati. Neema ikuzukie, urudulie karibu. Noneho ndasaba ubuntu bukugaruke ko ugarukire hafi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Eti naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fululizeni kusikia lakini msifahamu, ariko muzokwa mwumva ariko ntimutahure. Fululizeni kutazama lakini msione. Kuraba muzokwa muraba ariko ntimuvyihweze. Tuko pamoja? Turi kumwe. Anamwambia, aramubarira, aramubarira, unoneshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa moyo wao na kurejea na kuponywa. Wame ukomantaza umutima w'ubwo bwoko, uhindure amatwi yabo bihurugutwi, uhume amaso yabo kugira ngo ntibarabisha amaso, ntibumvisha amatwi, ntibatahurishe imitima ngo bahindukire bakire. Kwa sababu mtu ukimrudia Bwana, kuko umuntu agarutse kuhoraho, anakuponya, aragukiza, anakusikilia huruma. Uhora haragukiza. Sasa kwa sababu wanaendelea mpaka wamefika fasi kwenye Bwana anaona kama no, hawa watu hapana, hawaelewi. Tangu nimewaambia hawasikii. Ariko kuko bakomeje kugenda mu ngendo aho Yesu abona abantu naho ndababarira ntibumva. Sasa fanya hivi Yesaya. None Yesaya kora uku, nenda kawaambie, genda ubabarire, lakini wasielewi, ariko ntibatahura. Nenda ukafanye yale yote, uhakikishe hawasikii na hawaoni. Genda ukore ivyo ukora vyose, ariko wemeza yuko batumva canke ntibabona. Kwa nini? Kubera iki? Kwa sababu toka nilianza kuambia hawakuwa wanasikia. Kuva nagatangura kubabarira ntabwo barigera bumva. Walizarau maneno yangu, barakengereye amajambo yanje. Na kwa sababu wamenizarau, rero ko bankengereye, sasa wewe nenda, none ndagutumye, kazibe masikio yao, noneho uzibe amatwi yabo. Maana yake masikio yanayozibwa ni ya kiroho. Nukuvuga yuko amatwi bagize kutumva na amatwi yo mu byo bimwe. Maana yake kwa sababu ujue kiroho au hali ya kiroho au ulimwengu wa roho ndio unaoongoza ulimwengu wa mwili. Ico mya nuko isi y'imhwemu niyo irongora isi y'umubiri. Sasa anamwambia, none haramubarira, kwanza kawazibe masikio yao ya roho. Rero genda utume amaso y'imhwemu atumva, tena wazibe macho yao ya roho, uzibe n'amaso yabo y'imhwemu. Kwa hiyo saa unasema
kubw'ivyo ni wavuga masikio ya roho yamefunga, amatwi y'impwemu yugawe, ya mwili yanasikia, ay'umubiri akumva, lakini sasa hayataelewa. mugabo ntaza gutahura. Kwa sababu kinachosababisha yaelewe Kuko ni yale masikio ya kiroho. Amatwi y'umubiri yumva nukubera habatanguye kumva amatwi yo mu mpwemu. Sasa unapoona umeelewa, unasikia neno la Bwana, unasikia iyo rero wumva uri kuratahura ijambo rya Yesu mpaka bigatuma urukora amosozi, ni kwa sababu nuko roho yako impwemu yawe inasikia, irumva, inaelewa sana, iratahura cyane. Sasa inampelekea mwili kusikia zaidi. Noneho iyo mpwemu igatuma umubiri utahura. Vinginevyo ataruko kama sio hivyo, nimba bitameze, masikio ya roho yakifungwa, amatwi macho ya roho yakifungwa, yugawe n'amatwi yo mu buryo bw'umubiri akugagwa, hata mtu aseme ivyo bintu bibiri, naho umuntu yovuga aseme atakavyo, avuga uko ariko apige na ngoma canka sama kumrazi, si ngoma ndio hizi hapa, avuze ingoma, hata afanye nubwo yovuze ingoma, hata apige ngoma usikii, hata apige na mkwasa, naho yovuza na mkwasa huwezi kusikia, ntushobora kumva, kwa sababu masikio yamefunga, kuko ya roho, amatwi mujyo na macho ya roho yamefunga, na maso mujyo mpwemu ntibigikora, ndio maana huwezi kusikia. Ico gituma udashobora. Mizali neema ipo sasa. Rero nimba ubuntu bukihari, sikia sana, umviriza cyane, sikia sana, umviriza cyane. Ndipo Yesu akawaambia wengine, niho Yesu yabari abandi, eti nyinyi hamunielewi, mwebwe ntimuntu hamsikii aliyo yangu, kwa sababu nyinyi watoto wa Ibilisi, kuko muravana wa mugwanizi, mnafuata mambo ya baba yenu Ibilisi, mukurikiza ivya wa mugwanizi data wanyu. Lakini mungelikuwa wangu, mungenielewa sana. Iyaba mwari abanje mwari kuntahura cyane. Walio wangu wanasikia, abanje barumva. Sikia sasa. Ndipo Yesu anasema, umviriza, soma kwenye sura ya 6 aya 41 ya kitabu cha Yohana Mtakatifu. Ugiye muri Yohana Mtakatifu igice cha 6 umurongo wa 41 42 wa 41 na 42. Neno linasema, Yohana 6 aya 41 42, basi Wayahudi wakamnungunikia kwa sababu walisema mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Haravuga ngo buna Abayuda baramwidodombera kuko yavuze ati ni jewe mutsima wamanutse uva mu ijuru. Tuendelea hadi 44. Wakasema, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu? Batuyu siwe Yesu mwene Yosefu, ambaye twamjua baba yake na mama yake na mamaye, na se na nyina turabazi. Sasa asemaje huyu nimeshuka kutoka mbinguni? None avuga ate ngo namanutse mva mu ijuru? Basi Yesu akajibu akawaambia, Yesu arabishura, msinungunike ninyi kwa ninyi, ntaco mugira imyidodomo muri mwebwe. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Nta numwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye nta numwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamukwegereye. Yani kila mwenye kuja kwa Yesu nzomuzura ku munsi w'iherezo, ni mpaka wamevutwa. Rero uwuza kuri Yesu nuko aba yakwezwe. Huwezi kuja kirahisi rahisi. Ntushobora kuza mu buryo bworoshe. Haiko sivi rahisi. Ntabwo byoroshe. Nataka uelewe kitu. Shaka yuko utahura ikintu. Sio rahisi. Ntabwo byoroshe. Sasa anamvuta. Anone haramukwegara. Huwezi kuja kwa Yesu mpaka uvutwe namna hii. Ntushobora kuza kwa Yesu udakwezwe muri ubwo buryo. Ndio maana niliwaambia siku moja, nikawaambia hakuna binadamu wa duniani hata mmoja anaweza kumkubali Yesu kirahisi. Nta muntu numwe muri iyi si ashobora kwemera Yesu mu buryo bworoshe. Hakuna binadamu. Nta mwana w'umuntu wote hawamtaki Yesu. Bose ntibashaka Yesu. Lakini neema ikimjia, ariko ubuntu bumujeko, ni hapo anamkubali Yesu. Naho yemera Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa ukishapata sasa hiyo neema, hiyo neema hawaichezeshagi. Umaze kugirirwa ubwo buntu niba ufite inatisha,
Ukichezesha hiyo neema, ufyinatisha ubwo buntu, siku utaona imekuondokea. Umunsi wabonye bukuvuyeko, ili uipate tena, kugira ngo uronke ubuntu bugira kandi, biashara imeisha. Aho nukuri ni ngorane. Imeisha. Utaishi duniani, uzobaho, utatembea kama Kaini, uzobaho ugendagenda nka Kaini, na utaishi kama Kaini, kandi uzoba nka Kaini, na utaishi siku nyingi tu, kandi uzobaho iminsi, utazaa, utaoa, utazaa watoto, au utaolewa, utazaa watoto, urongo kuvyara abana, lakini neema imeisha, ariko ubuntu bwe bwakuvuye, na mwishoni ni sehemu mbaya, kandi iherezo na hantu habi. Mizali neema bado ipo. Rero nimba ubuntu bukihari, acha kuichezesha, reka kubukirisha, itendee kazi. Kora bivanye n'ubwo buntu wagiriwe, itendee kazi hiyo neema, koresha ubwo buntu wagiriwe. Kwa hiyo nataka uelewe kwamba hata wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo, kubw'ibyo shaka gutahura n'igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo, watu wa kulinungunikia neno walikuwepo, abantu bidodombera ijambo n'ukuri bari, watu wa kulaumu walikuwepo, abantu batana kumwikomo bari bahari, watu walio wa kuhuzunika walikuwepo, abantu bari buzuma baro bari bahari, kwa sababu anasikia neno kuko bumva jambo ambalo ni lizito, ariremereye. Jana tuliwaambia neno la Bwana wakati mwingine na sehemu 3. Ikindi gihe ijambo ry'Uhoraho riri mu mici 3. Ejo niko kwa tunasema neno la Bwana, ijambo ry'Uhoraho, neno la Bwana, ijambo rya Yesu ni moto n'umuriro, neno la Bwana, ijambo rya Yesu ni panga, ni inkota, neno la Bwana, ijambo rya Yesu ni nyundo, n'ubuhiri. Tukasema jinsi ilivyo, turavuga uko bintu bimeze. Kwa nini liwe panga? Kubera iki ari inkota? Kwa sababu panga, kubera inkota, mtu akija na panga, umuntu aje afise inkota, akikupiga panga, agukubise inkota, huwa linakata. Noneho iyo nkota iraguhimbura, linatenganisha vitu. Noneho iyo nkota iratandukanya ikintu n'ikindi. Lile panga linakata, iyo nkota linatenganisha misokololo wakati ungana mifupa na kila kitu, igatandukanya ikindi gihe. Ndo kazi ya panga. Umusoso n'amagufa nico gikorwa. Linapasua ndani ya moyo, linaruhusu neno liingie. Noneho ligirinjira mu mucaha wawe, kisha pasua, linafungua kifua, linaruhusu neno liingie, ligatuma ijambo ryinjira. Sasa neno likiisha ingia, rero iryo jambo rimaze kwinjira, likiisha ingia neno, rimaze kwinjira iryo jambo, kitu kinachofanyika igikoreka n'igiki, au linalofuatia cyangwa ikurikira n'igiki, anakwenda Bwana, noneho umwami aragenda, akisha kukupima sana, amaze kukugerageza, analeta nyundo, none akazana, au kwa lugha nyingine buhiri, akazana ubuhiri, rungu, analeta rungu, akazana ubuhiri. Sasa si uko hapo, nuri ngaho, anakupona kwenye kichwa, kubita ku mutwe bwa buhiri, unasagika. Noneho nukurirwa ho sana kupiga lile rungu, igihe gukubise, ukirukia pembeni, ukuhungiye ku ruhande, umekwisha wewe. Aho tayari hauko wake tena. Aho ntuba unaangukia duniani. Noneho ugwira mu isi. Unaangukia duniani. Ugwira hadi mu isi. Mimi ya Yesu misibiele. Nilikuwaga na mimi Mkristo. Mimi nilikuwa Mkristo. Nanje nari Mkristo. Mtu anabaki na shuhuda, lakini yenye haina ukweli ndani yake. Ndio nasikia mtu anakuambia nilikuwa Mkristo, sasa niko Muislamu. Tangu lini mtu akatoka kwa Yesu na utamu wa Yesu na ladha ya Yesu alafu akawa Muislamu, utampata wapi duniani? Utampata wapi? Lakini ni mwenye alipigwa rungu, ariko nwakubiswe ubuhiri, likamtupa kando, likamushira ku ruhande, alafu anasema no. Kama kumfuata Yesu ndio hivi, mimi nabiheba. Nimba gukurikira Yesu ari uko oya ndayivuye. Tangu nimeokoka, sijapata raha, ni shida kwa shida, ni shida kwa shida. Mimi hapana. Na mengine yanayofanana na hayo mnayajua wenyewe. N'ibindi bisa nk'ivyo murabizi. Lakini yule ambaye anapigwa kuja kubitwa ubuhiri, linamnyenyekeza. Noneho ubwo buhiri bugatumaisha bugufa, akaba mutoyi, anatitia. None hakamutoyi, akisha titia, amaze anainuka tena Yesu,
noneho Yesu wanapiga tena rungu kandi buhiri anamsaga kweli kweli. noneho akamuhonda Lile rungu kazi yake ahubwo buhiri gikorwa ni kutoa tabia zote za kibinadamu ndani ya mtu. ingeso zose z'umwana w'umuntu muri we. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakutoemo tabia zote. Akukuramo ingeso mbi zose. Ile mimi anaiondoa ndani. Akakuramo ingeso. Unajua mimi. Unajua mimi. Kare anaiondoa. Kare kajewe kagukuramo. Kila kitu ni Yesu tu. Kitu cyose ugasigara uvuga ati ni Yesu gusa. Yesu anajua. Yesu arabizi. Yesu ananijua. Yesu atatusaidia. Azodufasha. Yesu ni Bwana. Yesu ni Mwana. Manake umepigwa rungu, likakusaga saga, likakuregeza, likakugeuza. Usigarura uri nkubuyi. Bwana Yesu atusaidie. Je, kuna mmoja anaelewa? Kuna mmoja anaelewa? Sasa jichunguze. Je, ulishawahi kupigwa rungu? Mbegwa warigeze ukubitwa buhiri? Sasa rungu ni neno la Bwana linakuja, lenye linakuja tofauti na mawazo yako, tofauti na akili zako, tofauti na ufahamu wako. Ubuhiri ni neno rya Yesu riza, ni jambo rya Yesu riza bitandukanye n'ivyo wiyumvira wewe nyene. Tofauti tandukanye. Yani wewe ulikuwa unafikiri hivi, wewe walikuwa wiyumvira uko, lakini lenyewe linakugeuza namna nyingine. Iryo jambo likaguhindura ukundi. Sasa ukiishia tu kwenye panga, niwa hera gusa panga likakuletea wokovu. Noneho niwa herera gusa ku nkota ijambo rizokuzanira ukaokoka, urakira kisha sasa baada ya kuokoka hanyuma za ukizwa hautaki kupigwa rungu, ntushake gukubitwa ubuhiri. Maana yake unaambiwa hii tabia ni mbaya. Inyuma yo gukizwa mwenye ameishia kwenye panga, ingeso nimbi mwenye ameishia kwenye panga, uagize limite ku nkota. Yani ukimwambia unaona umependeza, umubariye ati anafurahi, urabere yo nukuri bimuzana umunezero. Kisha anaongezea na yeye kaneno kakufanana na kambinguni. Yongera ko neema za Bwana tu. Nakajambo kasana ko mwijuru n'ubuntu bwa Yesu gusa. Ni neema. N'ubuntu bwa Yesu. Kwa kweli Yesu amekugeuza kweli unapendeza. Jukuri Yesu atumye ubegwa. Ni asante. Urakoze. Uko vizuri. Shukrani, asante. Urakoze. Mwambie unafanana vibaya. Wa muntu nyene mubarire ati usa nabi. Uone roho itakuwa namna gani. Uraba umutima wingeza. Kisha uimwambie safari hizo 3. Hanyuma wari inshuro 3 achakwanga. Ijapokuwa uko unamsaidia. Naho uba uri kuramufasha. Hii tabia ni mbaya, acha. Hii tabia ni mbaya, acha. Mwenda mbinguni hawagi hivi. Mwenda mbinguni yuko hivi. Mwenda mbinguni yuko hivi. Anasikia acha yumva wa. Hapana. Anayakataa. Arakavyanga. Kwa sababu gani? Kuberiki hataki kupigwa rungu. Ntashaka gukubitwa ubuhiri. Mwambie jirani yako kumbali kupigwa rungu. Baramwe uwo mwegeranye ati emera ukubitwe ubuhiri. Ili kila tabia yako mbaya itoke. Kugira ngo ingeso yawe yose mbi ikuvemo. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu kwa sababu nyuma ya rungu sasa. Kuko inyuma y'ubuhiri. Ndio neno la Bwana nasema neno la Bwana ni nyundo. Maana yake ni nyundo inasagaga. Nyundo haiachagi kitu. Ni nyundo cyane n'ubuhiri. Inakutoa mo kila tabia yote mbaya. Cyose bwakuramwo izangeso zawe zose. Alafu eti neno la Bwana ni moto. Ule moto sasa unakuja unachoma makapi yote ndani yako. Ukamuriro uza ugaturira. Unachoma vyote. Ugaturira myanda yose iri muri wewe. Unamkuta mtu akiomba ni machozi. Ugasanga umuntu ari kase. Lakini unaona mtu iko anaomba macho makavu. Abonye umuntu akese wakamwambia kosa na akagoma kwano y'amaso. Amaso yumaganye. Yani unamuona unajiuliza ikarasenga asanga amaso numaganye. Kweli wokovu kamili umo. Kweli vyukuza agakiza kuzuka. Ni kweli uliokoka kutoka mikononi mwa shetani. Lakini haujaokoka na jehanamu. Ariko nturarokoka kuja mu rudahera. Haujaokoka na jehanamu. Nturarokoka kuja mu rudahera. Kwa hiyo nataka uelewe. Kubw'ibyo nashaka wa aina hiyo walikuwa siku zote. Abameze gutyo bariho imisi yose. Hata wakati wa Nuhu walikuwepo. N'igihe cyano bariho.
Sio ya leo, yalianza zamani. Si vyuno musi vyatanguye kera. Ndio unasikia, mchungaji, watu wanakunungunikia. Nicho gituma wumva. Sasa wakinungunikia mimi nanambia nini? Abantu barakwidodombera mbega mimi nanambia nini mtu kinungunikia? Jena chari mwisi bimbariki. Habinambiki. Nimeanza kunungunikiwa ningali Muislamu. Kila mmoja imagine. Batangu kwidodombera sehemu yote ya barabara ya 8, ya 9, ya 10, ya 11 wanasema mtoto sijui ni mtu wa wananungunika barabara 4. Sasa mtu mmoja wawili watatu 10 wakinungunika mimi nanambia kitu. Ngiru Muislamu mbega jenja mwijuru boyi kanisani kwa Yesu. Sasa mimi nitaogopa hiyo. Duniani uko naambia matakopla. Sasa hivi nakuwa na kadogo kanaonekana. Mtatishwa na nini sasa? Aho mwisi bambari yuko atamatako. Na haikunitisha. Ndagafise none nivyanteye ubwoba none ivyo bizi kutisha nacho imbari. Mimi naangalia Kristo anasema nini. Jemga ni Yesu. Nakwambia ya Kristo ukiyakubali tunaunganisha safari. Ukiyakataa na kuacha unaenda kivyako naendeleza na safari. Hakana ndigira nkomezi gikorwa cha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashimwe. Hata wakati wa Lutu alikuwepo. Nige cha Loti vyariho. Hayakuanza leo. Hibitangu no musi. Hawakueleweka walienitangulia. Abanyitangura imbere ntibatahuritse. Hawakueleweka, mimi nitaelewekaje? Ntibatahuritse je ndi butahurirwa. Watu wa duniani, abantu musi. Ana binti wake, afite umukobwa wiwe, anataka amepata mchumba. Yarose umufyansi. Anafanya mahesabu. Agakora igiharu. Somo la kwanza mpaka la 6. Nilifanya gharama hii. Kuva mu ishure y'intango ushika mu ishure ryo mu somo la 7 mpaka kumaliza. Yanwa ikiguzi. Yani mpaka kumaliza sekondari. Kuva mu windwi. Nilifanya gharama hii. Kugira aheze sekondari. Amemaliza chuo kikuu. Ikiguzi kanaka. Nimefanya gharama hii. Aheje university. Anafanya hesabu ya zile zote. Anakata mahari. Agateranya akaronka. Anaangalia sasa. Akitegereza. Huyu atuyu mwanangu anatumika sasa. None hubu umwana wanje arakora. Anaingizaga milioni 1 kwa mwezi. None ahembwa milioni 1 ku kwezi. Anatumikisha 100, 200, 3, 7 analeta nyumbani zinasaidia majukumu ya nyumbani. Ibihumbi amajana 2, amajana 3, ibihumbi amajana 7 akaza na muhira. Sasa anaenda kuolewa na maana ile hela itaenda kwa mumewe. Agiye kurongorwa bisigura yuko. Sasa anafanya hisabu. Ya mahera yahora yinjira mu muryango agiye ko mugabo none anafanya sasa hisabu. Agakora igiharuro. Itabidi anipe fedha hii. Bingombwa atanga inkwano y'amahera kana. Akifanya hisabu. Akoze igiharuro. Anaona marundi nikisema milioni 10. Ati marundi navuga milioni 10. Bazoriha idolare ibihumbi 20. Unauza ng'ombe sokoni, unauzisha nyumba, unauzisha nini? Urikuragurisha inzu, urikuragurisha iki? Sasa ukija Mwareshi tunakwambia no. Rero uje ngaha muri andi ivyo ntibibaho. Haiwezekani. Ivyo ntibibaho. Hiyo ni zawadi tu. Yenye kijana ataelewana na binti, mimi zawadi nayo ni hii basi. Iyo ni nkiganuke canke kado ari symbol yuko abamariye bumvikana. Sasa kwa sababu wengi wameisha kuwa wapagani. Japokuwa wako makanisani. Kubera benshi naho bari mu mashengero pagani. Nasema unajua mimi niko Mkristo. Urazi jana lakini baba mtoto ni mpagani. Ariko se umwana nakijijwe. Unajua mimi ni Mkristo. Jana Mkristo lakini mama mtoto ariko nyina w'umwana ni familia. Familia nasema sio mimi. Kwa hiyo wewe unakuwa kama unabinawa, unabisukuma kwa familia. Wewe acha hayo. Acha hivyo wewe. Yesu alikuleta hapa kwa neema yake ili akubadilishe wewe, ukabadilishe nyumba yako. Kubuntu bwiwe kugira ngo aguhindure. Ili ubadilishe nyumba yako. Kugira ngo uhindure umuryango wawe. Sasa unajishikamanisha na dunia na bila kujua kama umejishikamanisha na dunia. Noneho ukiyunga n'isi mukutamenya. Kwa hiyo ndio sasa mchungaji mimi simuelewi. Nicho gituma anaingilia mpaka mfamilia. Tumungere sina mutaho ari karinji. Wewe acha waje kanisani uwabarikie tu. Si wabariki. Ureke baza mu rushengero ubaheza sinda baheza. Sina huyo mkono, hiyo nguvu za Bwana za kuchezesha. Hizo nguvu zuhora zo kuchezesha. Mengine watajuana kifamilia.
familia. Sasa kwa nini msimalizi familia iwaombee? Bazomenya n'umujya kubera iki mutarekurira imiryango basenge? Kwa nini? Kubera iki? Kuna mmoja anaelewa? Bega haruma rikatahura. Kwa hiyo nataka muelewe, Aresha imekuja ibadilishe vitu, ihindure ibintu, ili watu wamjue Mungu wa kweli, huyu Yesu Kristo wa kweli, wamuelewe, bamutahure. Ulisoma wapi Mariamu alitolewa nani alitolewa mahari? Walikata mali nani? Wasomye hehe aho Maria bamukoye batazi inkwano? Nani alikata mali? Uliyapata wapi? Unajikamatisha, unaona Rebeka, unoneho nani alikwambia kama Rebeka ilikuwa hivyo unavyofikiri wewe? Ninde akwere ko Rebeka byari meze? Ni mtumishi wa Ibrahimu, aliamua mwenyewe kulingana na wingi wa vitu vyenye baba yake kunayo. Bivanye anivyo sebuja nitunga sebuja rafisi. Sasa uko na miliardi 200 za dola. Ugasanga ufise miliardi zibiri za madolari. Miliardi 200 za dola. Miliardi ya majana za madolari. Sasa kutoa zawadi ya kumwambia mimi zawadi yangu nampa nyumba, zawadi yangu nampa na gari hii ya kutembelea. Sasa hiyo haisumbui. Iyo byo kuvuga ngo iganuke ndamuhaye inzu bazobamwo, iganuke ndamuhaye imodoka bari butembere. Ivyo nta ngorane. Haisumbui. Ivyo nta ngorane. Sasa wewe, noneho wewe mwenye kuja kuchumbia, uje kufyansa, analala kwenye mrago, akajama kukirako. Sasa wewe unataka na wewe upewe kama vya yule. Noneho ugashaka yuko habwa nk'ivyujya. Oya, acha hivyo vitu. Deka ivyo bintu. Msifananishe vitu. Ntugeranye ibintu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sikia mwenda mbinguni. Umviriza ucha Mungu. Huyu Yesu tunayemwabudu, huyu Yesu dusenga, ndiye Mungu, niwe Mana. Na kuja Mwareshe tunakwambia no, binti hafai kuomba kijana eti ni mchumba muombe pesa. Sasa unasema mbona duniani, yani utafikiria yeye kuingiza tu mguu tu mchumba ameanza gharama. Sasa wewe unasikia tawaga lini? Wewe uje mu rushengero ugatangura gusaba amahera umufyase wawe, ivyo ntibibaho. Leta mafuta kujipaka, leta poda, ninahitaji kitenge hiki, ninahitaji hiki, ninahitaji kile. Sasa uona zote mko mnaenda mnazila, atawaga huyo. Inkwano yose mugenda muyijya, no umva zorongora gute? Tuko pamoja. Sasa ukimwambia bado ninajipanga, bado ninajipanga, umubarije kuronga gati ndacitegura bado ninajipanga, ndacitegura. Baada ya muda unasikia bimeisha. Haheze igihe kirekire kumva byarangiye. Kija kufanya hisabu, gharama aliyopeleka ni kwa wanawake 5. Ugiye kuraba igiharuro amahera depanshaje nayo kurongora abagore 5. Bishiye hapa. Ayo biherere ngaho. Anakuja kuposa, anakuja anataka uchumba, ndiyo. Chukua utanunua mafuta. No. Aha. Wewe usinioni mimi, muone Kristo mwenye anajua sawa nazikupa. Wewe ntubone jewe, ubone Yesu Kristo ni wayatanga. Lakini mwambie mkubwa wako, mwambie mdogo wako, mwambie mdogo wako, choyote yule mnaona mimi huyu ndio hivyo. Sijamkubalia kama nampenda, lakini ukisikia ameleta chochote msichukui. Reno barira abo muvukana bose, uyu muntu naho turi kumwe sindamwemera ko namukunda, niyazana ikintu cyose nimugitora, ili ionekanike utofauti wa waenda mbinguni na watu wa duniani, ubudasa bw'abaja mu ijuru nabo mwisi. Sasa mchungaji ukavuga ati uyu mungere, mchungaji uyu mungere, hapana. Haeleweki. Mimi nitaelewekaje wakati Kristo babangu hakueleweka? Jewe ndibutahurike gute mu gihe na papa mwami wanje Yesu Kristo baba yangu hakueleweka? Mimi mtoto nitaelewekaje? Yesu Kristo ntiyatahuritse, jewe no tahurika gute? Nitaelewekaje mimi? No tahurika gute? Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Ndio nataka uelewe. Neno la Bwana wamelipinga toka zamani, wamelikataa toka zamani, wamelikebei toka zamani, wamelinungunikia toka zamani, wameligeuka toka zamani. Lakini unajiuliza kwa nini hawaelewi neno la Bwana? Mbona halieleweki? Sikia nikwambie. Kama halieleweki wala hawalikubali,
canke ntibaryemere. Ziko sababu nyingi, hariho inyanduruko nyinshi, lakini sababu nitakwambia moja aiza mbili ariko reka nakubarire kulingana na muda. reka nakubarire imvo imwe canke zibiri ivanye sababu moja, imvo imwe batatahura, sababu moja wapo imvo imwe muri izo zose. Tazama kitabu cha Wakorinto, uraye mu gitabo c'Abikorinto ili uelewe moja wapo ya hizo, kugira ngo utahure. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 13 aya 11. imwe muri izo mvo y'Abikorinto ba mbere igice ca 13 kwanza sura ya 13. Ni hapo tutakwenda kusoma sura ya 13 aya yake ya 11. Sikia neno linasema. 13:11. Ndugu yetu Paulo anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabadilisha mambo ya kitoto. Bwana Yesu asifiwe. 11 navuga ko nkiri umwana mutoyi navuga gwana, niyumvira gwana, nibwira gwana, maze gukura mva mu by'ubwana. Amen. Yani anaonesha jinsi gani kama mtu uko mtoto mchanga, nimba kila kitu ni cha kitoto. Arerekana nimba uri umwana ukora iby'ubwana. Ndio pale unapomwambia mtu unaona ananungunika, manaki angali mchanga. Nicyo gituma ubwiye umuntu ukabona arashavu yari dodomba, arachara umwana. Mtu wengine kanisani anakuja ni kufaidika. Abandi baza kuja kanisani unafaidika, unapokuja kwa maombi unafaidika. Uje masengero nk'inyungu. Sasa wewe unatoka kanisani umenungunika, wewe umetoka kwenye maombi umenungunika, uko mchanga, ukava mu masengesho n'imyidodombo, urachari umwana muto, uko mchanga, urachari umwana muto. Sikiliza Wakorinto wa kwanza pia sura yake ya 3 aya ya 1 hadi 3. Umviriza Abikorinto ba mbere kandi igice cha 3 kuva ku murongo. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3 aya yake ya 1 hadi 3. Igice cha 3 duhere ku murongo wa mbere cyo kuwa 3. Abikorinto ba mbere. Neno linasema, ijambo linavuga ngo, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Ati kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'abimpwemu, ariko nababwiye nk'abaganzo na kameremere k'imibiri yabo, nk'abana b'inzoya bo muri Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumu. Kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, kuko mutari bwabishobore. Naam, hata sasa hamkiwezi, kana none ntimurabishobora. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini, kuko mukiganzwa n'ivya kameremere kanyu. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, watu wa tabia ya mwili ninyi, watu wa tabia ya mwili nyinyi, tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Ati nuko mukiganzwa n'ivya kamere kanyu, ko muri mwebwe hari ishari no gutongana, ntimuganzwa navyo, ntimugenda nk'abantu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaonesha kwanza jinsi yeye mwenyewe kivyake, arerekana yuko pamoja na kuwa amesoma dini, we ubwiwe hamwe nuko yize, alinyenyekea chini ya mitume, akafundishwa, akapewa maziwa, akanywa maziwa, akaishi kwa maziwa, akabaho kubw'amata. Sasa alipokuwa mtu mzima akawa anapewa chakula kizito, bakamuha ivyo kurya, akapewa chakula kizito. Ndipo anasema na yeye pia alivyoongea na ninyi, aliongea na nyinyi kama watoto wachanga, akawaishi kwa kuwapa maziwa. Amaze kuganira namwe yaberetse yuko muri nk'abana bato, akaishi kwa kuwapa maziwa.
akaba abayeho mu kubaha amata. Kwa sababu mtoto mdogo hawezi kula chakula kigumu, anaishi kwa maziwa. Kuko umwana mutoyi ntashobora kurya ivyo kurya bigumye, abaho kubw'amata. Sasa na mtoto mdogo, kandi umwana mutoyi ukifanya kadogo amekasirika, ukifanya kadogo amekuwa hivi, ukifanya ndo asili ya mtoto mdogo. Ibiranga umwana mutoyi akaniko kose karashobora gushavura kakarira. Lakini mtu akishakuwa mtu mzima, ariko amaze kwigera mu bigero, ukimwambia unapendeza habimwambii kitu, umubariye ngo urabere ntacyo, umwambia hapendezi habimwambii kitu, umubariye ngo ntaberewe ntacyo bimarira, ukimwambia wamekusema habisemi kitu, umubariye tibakuvuze ntibicyo, ukimwambia yani ameisha koma, ni mtu mzima, ni umuntu ageze mu bigero yaramaze. Wewe uko upande gani? Wewe uri mu ruhande nyabaki? Jichunguze, wisuzume. Toka kwenye uchanga, va mu bwana, komaa sasa. Kura. Na kukomaa hakuendani na miaka mingi kanisani. Ariko gukura ntibijana n'imyaka. Utu uzima hauendani na miaka mingi kanisani. Kukura inategemea na gisi unavyojitoa mbele ya Kristo na gisi unavyolipokea neno la Bwana. Ningene witanga, ningene wakira. Mtu anaweza kufanya miaka mingi kanisani na bado ni mtoto mchanga. Mu rushengero kandi ndio maana utashangaa mtu anaingia kanisani leo, lakini jinsi anavyojitoa kwa Bwana, jinsi anajitoa kwa Bwana, jinsi anavyoelewa ya Yesu, nyuma ya mwaka mmoja miwili amesha kupita wewe mwenye uko miaka 20 kanisani. Amaze kukurengana wewe umaze imyaka 20 mu rushengero. Maana ungaliki hivi, ungali hivi, kuko urachari fise karakteri zake ntuhinduka. Unaishi katika hali ya utoto. Ubayeho mu bwana. Zamani tulikuwa tunaita bisheta, kisheta. Akera twara tuvuga ngo ni bisheta. Anaishi miaka mingi kanisani lakini hajakomaa, anabaki ni mchanga siku zote. Hajui kulisikia neno na kujua hapa Bwana alikuwa ananiambia hivi. Hazi gufata nkama ijambo, amenye yuko timbega Yesu ambariye iki. Hajui hilo. Yani kila neno nalo lisema yana lishika kimwili vile vile. Iko ijambo litanzo we alifata mujo mubiri. Kwa hiyo Bwana akusaidie. Kugivyo Yesu toka kwenye uchanga uende kwenye utu uzima. Bwana Yesu akusaidie. Karibu kwenye hatua ya pili. Nasema achia. Nina amuru ewe kuzimu. Hauna mamlaka ya kujenga nyumba kwenye moyo wako. Hauna mamlaka ya kuweka matani kwenye mwili wako.